Mpendwa, tunabeba makovu makubwa ya ukosefu wa amani. Ndugu zetu wapendwa, wakubwa na hata watoto wadogo wasio na hatia, wanawake kwa wanaume, wamelala mavumbini. Maumivu na majonzi ni makubwa. Wakati umefika wa kuinyanyua bendera ya amani hapa katika mji wetu mzuri wa Mombasa, Kenya nzima, Afrika na ulimwenguni kote. Lakini kumbuka, lazima bendera hiyo ya amani iinuliwe katika moyo wa mtu mmoja mmoja, ndipo amani itakapatikana kote. Usikate tamaa, amani itapatikana. Mimi nachagua amani. Wewe je? Karibu sana katika mikutano ya amani na tumaini mjini Mombasa. Leta marafiki zako. Mungu akubariki. Okay, wapendwa, leo ninapenda niwapeleke mahakamani. Wangapi wameshafika mahakamani hapa? Huenda ni wachache, na inavyozidi kuwa wachache ni vizuri zaidi. Kwa sababu najua kwa wengi mahakamani si mahali ambapo ungependa sana kuwepo, labda ikiwa unahitaji kwenda kuona mambo yanafanyikaje. Lakini ikiwa utakwenda mahakamani kama mshtakiwa, wakati mwingine mahakamani pamekuwa ni mahali pa kuogofya. Kwa hivyo wengi wetu huwa hatupendi kuenda mahakamani. Lakini amani mahakamani. Unapokwenda kwenye mahakama imeitishwa, imeketi, kuna mambo mawili, moja kati ya mawili ambayo yatatokea, na hasa ikiwa wewe ni mshtakiwa, ni mmoja ambaye unahitaji kutoa jibu kwa mashtaka ambayo umefanyiwa. Moja kati ya mawili ni aidha baraza la wazee wa mahakama watakapochunguza kesi ilivyoenendwa, mambo yalivyoyasikia, watatoa maoni yao. Mambo mawili yatatokea. Moja, la furaha, huna hatia. Juzi tulizungumza juu ya hatia na hatia inavyoweza kukutesa. La pili ni kwamba utaambiwa una hatia, una hatia. Wapendwa, leo ninaomba niunge mnyororo mahali ambapo mchungaji Njuguna aliachia. Mungu amekubariki. Sema haleluya. Sema Mungu asante kwa kunibariki. Na mibaraka aliyokupa ni mingi kuliko unavyoweza kuorodhesha. Mwambie Mungu, nifundishe kuihesabu mibaraka yako ili nipate kukushukuru kutoka moyoni. Lakini leo, jioni ya leo, nataka kuanzia mahali hapa. Kwa kila mbaraka kuna wajibu, na kwa kila wajibu kuna kutoa hesabu. Kwa hivyo kuna kupata lakini kuna kufanya wajibu ili mbaraka uendelee kuwa mbaraka. Kwa sababu ukikataa kufanya wajibu wako, mbaraka unaweza ukageuka ukawa laana. Kwa hivyo kuna mbaraka na kuna wajibu. Lakini kwa sababu mibaraka haitokani na mwanadamu wala hainunuliwi madukani, mibaraka chanzo chake ni Mwenyezi Mungu, Mungu mwenyewe aliyekuumba. Basi kuna kutoa hesabu kwa yeye aliyetupatia mibaraka. Haleluya. Hiyo nayo ni habari njema. Usione ni kitu kigumu. Usije ukafurahia tu mibaraka ukasahau, wapendwa, kwanza kuna wajibu, lakini hatimaye kwa kila mbaraka nitatoa hesabu kwa mwenye. Kwa hivyo Mungu aliyenipatia uhai ni mbaraka, si mbaraka? Mbaraka mkubwa mno. Kuna siku nitatoa hesabu kwa miaka 30, 70, 90 Mungu alionipatia. Ile miaka 70, 90 niliitumiaje? Kwa sababu maandiko yako wazi kabisa, yako wazi. Sababu ya kuishi kwetu si ili kula na kushiba, si ili kununua magari na kuendesha, si ili kujenga nyumba nzuri na kukaa, japo kuwa hayo mazuri na ni mabaraka kutoka kwa Bwana. Haleluya. Lakini ni zaidi sana hiyo, wapendwa. Maisha si kula ugali na maharage au na mboga yoyote ukafurahi ukaona siku zinakwenda ukasema haleluya. Sababu ya maisha yoyote ya mwanadamu aliyeumbwa na Mungu wa mbinguni ni kurudisha utukufu kwa Mungu. Mlapo, mnywapo au mfanyapo neno lolote, maisha yenu yote kwa ujumla yafanyeni na myaishi kwa utukufu wa Mungu.
Na Mungu akishaweka lengo hilo la maisha yako na maisha yangu, ya kwamba nitaishi ndio, si kujifurahisha mimi, si kuwafurahisha tu wanadamu, but ultimately kumfurahisha yeye aliyeniumba, basi kwa kila baraka atakaonipatia kuna wajibu, lakini kuna kutoa hesabu, accountability. Na hivyo ndio maana leo tunaingia katika swala hili la mahakama. Nimekuwa nikisoma nyakati zingine na nakutana habari hizi, kesi 6 za mahakama kuu zilizokosewa kabisa. Yaani mahakama kuu, na hakuna mahakama zaidi ya hiyo, lakini mahakama ilipopitisha uamuzi ukawa umekosea. Kesi 6 mahakama kuu imekosea. Nikasoma kwingine kesi 10 za rufaa zilizobatilishwa na mahakama kuu, ya kwamba hizo mahakama za chini zilipofanya maamuzi, kesi hizo 10 zikawa zimekosewa, mahakama kuu ikabatilisha kwa sababu zilikosewa. Wazo tu ya kwamba mahakama kuu inaweza kubatilisha maamuzi yake yenyewe ni ushahidi wa kutosha ya kwamba hata mahakama zetu kuu zina wataalamu wa pekee, tena ni wana ajabu na wanafanya kazi nzuri, Bwana asifiwe, tena kubwa. Kazi yao ni ngumu, lakini hata mahakama kuu zinaweza kukosea, zikafanya maamuzi yaliyokosewa. Kesi nyingi mno leo ambazo hukumu zake zinapingwa au zinabishaniwa, being contested, ya kwamba je, kweli hii hukumu ni ya kweli, ilifanyika kisahihi? Kwa hivyo kuna ukweli ambao tunaweza tukautangaza na tukaukiri sisi binadamu, kwa sababu sisi si kamili, hata yetu tunayoyafanya sio kamili. Pamoja na mahakama zetu zina kazi nyeti, lakini mahakama zetu hukosea. Kwa hivyo zina upungufu wake, ya kwamba kuna utaratibu wa kukata rufaa. Hilo nalo ni kukiri ya kwamba hukumu inaweza kukosewa. Watu 15 waliofungwa na au kuuawa, lakini baadaye wakaonekana hawana hatia. Yaani ni kukosea kwa namna gani? Mtu hakuhukumiwe kuuawa, baada ya miaka kadhaa inagundulika hakuwa na hatia. Nilikuta visa baadhi vichache. Mwaka 1974 James Bain alitiwa hatiani na mahakama kwa kuteka, kuiba na kubaka mtoto wa miaka 9. Huo ni mwaka 1974. Lakini ilipofika mwaka 2010, walipokuwa wamereview ile kesi na kuirudia, wakagundua ya kwamba hakuwa na hatia. Ushuhuda wa DNA ulithibitisha hakufanya uhalifu huo. Kwa hivyo anawekwa huru baada ya miaka mingapi? Miaka karibu 36 ya kutumikia kifungo bila hatia. What a wasted life. Ni nani atalipa hiyo gharama? Huwezi kureverse tena. Hiyo miaka iliyopita imepita. It's a wasted life. Wasted. Huyu mtu utamfanyia nini? Mtu mwingine ni George Kelly. Uingereza ilifanya investigation ya kesi 65,000 kuzirudia, ya kwamba je, zilikosewa au vipi. Nikachukua hii moja wapo. Mwaka 1950 George Kelly alihukumiwa kunyongwa kwa kuua mtu wa miaka 44. Hapakuwa na ushahidi wa kutosha, lakini kwa sababu ya pressure zilizowekwa, wakachukua ushahidi ambao ulikuwa ni dhaifu mno, akahukumiwa kunyongwa. Kesi yake ikawa reviewed mwaka 2003 na ikagundulika ya kwamba hakuwa na hatia. Walichogundua ni kwamba waendesha mashtaka walifisha ushahidi wa mtu aliyejitokeza akasema mimi ndiye niliua. Wakaficha hiyo mahakamani. Mtu mwingine akatiwa hatiani na George Kelly alinyongwa. Ni nani atalipa gharama ya maisha hayo? Mahakama zetu zinaweza zikakosea. Colin Campbell Ross, katika mmoja ya mauaji makali yaliyotangazwa sana, Gun Alley Murder, mwaka 1922, alitiwa hatiani kwa kubaka
na mauaji ya mtoto wa miaka 12. Lakini forensic iliyotumika evidence wakati ule ilikuwa imekosewa. Na hivyo mwaka 2008 kesi yake ilipokuwa reviewed, akaonekana ya kwamba yuko huru, hana hatia. 1922 mpaka 2008 bado tuna mtu anatoka mahakamani, ni maiti tu inayotembea. Mahakama zetu, pamoja na kazi nzuri na ya pekee inayofanya, kuna ukweli ulioko ndani yake, hazina ukamilifu wakati mwingine, na si kwa kuchagua. Wakati mwingine ni kwa kunyima tu haki, ukorofi wetu, lakini mara zingine ni kwa sababu ya ugumu wetu, ya kwamba hatuwezi kufahamu mambo kama Mungu anavyoweza kufahamu. Tukapata kesi. Mfalme huyu George, anaitwa James II wa Uingereza, alisema maneno haya, na nafikiri hata mimi naafikiana naye. Anasema, ninaweza kufanya vizuri kwa kusikia upande mmoja wa kesi, lakini inapokuwa ni budi kusikiliza pande zote, nashindwa kuamua ni yupi aliye sahihi. Wale wote ambao mnaamua kesi mnajua ya kwamba James anasema kweli. Ukisikiliza upande mmoja unaweza ukaamua haraka sana, lakini upande ule mwingine nao ukija ukieleza, na wao pia wako sahihi. Sasa uamueje? Kwa hivyo kuna mipaka ambayo sisi wanadamu hatuwezi kuivuka kwa sababu ya upungufu tulio nao. Mimi hakimu ninaweza kudanganywa mwanadamu. Mimi hakimu ninaweza nikawekwa mfukoni. Mimi hakimu ninaweza nikanunuliwa. Na ndio matokeo yake haya, ya kwamba siwezi wakati mwingine kupambanua kati ya hiki na hiki kipi kilicho kweli. Ninaweza nikajitahidi, na nawapongeza mahakimu wetu kwa kazi kubwa wanayoitoa, lakini mahakama zetu zinaweza kufikia mahali hapo ambapo wengi wameonewa, maisha yao yamekatishwa kwa njia ambayo si halali kabisa. Wamepoteza muda wao magerezani wakati ambapo kweli kabisa hawakuwa na hatia. Ukweli mwingine ambao sikuueleza hapa, wapo wengine wengi walioachiwa huru wakati wakiwa wana hatia. Wakati hawa wanafungwa hawana hatia, wapo wengi wenye hatia lakini wanawachwa huru. Udhaifu uliopo katika mahakama yetu. Lakini nataka niwaambie, kuna siku kila mtu atasimama mbele ya mahakama ya Mwenyezi Mungu. Umeponapona hapa kwenye mahakama ya hapa, hukuingia, hukusimama, ipo mahakama ambayo lazima utasimama. Kila mtu, kwa sababu ya mibaraka Mungu aliyokupatia, na kwa sababu wewe ni wake, na kwa sababu Mungu ana matakwa yake aliyoyaweka kwako, akisema ya kwamba utakapoishi, ishi kwa ajili yangu, ishi kwa utukufu wangu. Kwa hivyo saa ya hukumu inakuja. Sasa niwaambie kitu, maandiko leo yanatuambia si kwamba inakuja. Sikiliza, katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 na wa 7 anasema hivi: kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na nini wapendwa, na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake inakuja. Kweli uongo? Saa ya hukumu yake inakuja. Saa ya hukumu yake imefanya nini? Imekuja. Inaposema imekuja, it's not in the future, si cha baadaye, ipo. Kwa hivyo leo hii wewe na mimi tunaishi katika kipindi cha hukumu ya Mwenyezi Mungu. Hukumu ya Mwenyezi Mungu imeshaanza. Tuko kwenye dispensation. Na sasa wanafunzi wa unabii, ninatamani tungekuwa na muda wa masaa mawili leo usiku kufanya presentation, niwaonyeshe kwa unabii wa Biblia katika kitabu cha Danieli. Tunaishi katika dispensation, muhula wa hukumu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo unapoishi, fahamu ya kwamba huishi katika kipindi ambapo hukumu ya Mwenyezi Mungu inakuja.
unaishi katika kipindi ambacho hukumu ya Mwenyezi Mungu ipo inaendelea ndani ya siku hizi za mwisho. Wapo walioishi, wanadamu wenzetu miaka iliyopita walitazama mbele ya kwamba hukumu ya Mwenyezi Mungu inakuja. Kwetu leo wetu ni tofauti. Hukumu ya Mwenyezi Mungu ipo. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Kwa sababu Daniel sura ya 8 mstari wa 14, fungu fupi, maneno machache, lakini mle ndani kuna siri kali inayokuonyesha jinsi tunavyoishi siku za mwisho na jinsi ambavyo hukumu ya Mwenyezi Mungu imeshaanza. Kwa usiku wa leo ninaomba mnikubalie tu, kwa sababu sina muda wa kukuza Daniel 8 mstari wa 14 na kuonyesha ya kwamba hii Mwenyezi Mungu kuiunabii hukumu yake imeanza lini. Nikubalieni tu niwaambie kwamba imeanza mwaka 1844. Na hivyo tangu kipindi hicho mpaka sasa tunaishi ndani ya muhula wa kipindi cha hukumu ya Mwenyezi Mungu. Hukumu yoyote ile ina sehemu 3. Sasa hivi tuko kwenye sehemu ya kwanza ya hukumu ya Mwenyezi Mungu, ambayo Mtume Paulo anatukumbusha hii hukumu ya Mwenyezi Mungu katika Matendo 17 na mstari wa 31. Anasema, kwa maana Mungu ameweka siku atakayo wahukumu walimwengu. Wewe na mimi ni wa ulimwengu, na hivyo ipo siku ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka kwa makusudi, ambayo kwayo atatuhukumu sisi tulioko hapa ulimwenguni. Siku ya pekee, siku ambayo itakuwa na upekee ambao utagusa kila mwanadamu, wakati mahakama kuu ya Mwenyezi Mungu itakapowekwa, itakapoketi na kila mmoja wetu. Paulo anarudia hata akiwaandikia waraka wa pili wa Korintho, akiwaandikia Wakorintho katika waraka wa pili wa Wakorintho sura ya 5 na mstari wa 10, anasema, kwa maana imetupasa sisi sote. Sisi wangapi? Sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Kumbe Kristo ndiye atakayeiweka hiyo hukumu. Na hili ni habari njema. Leo ninawaletea hukumu sio tishio. Hukumu ni habari njema. Kuna ambao itakuwa tishio kwao, lakini kuna ambao hukumu ya Mwenyezi Mungu ni habari njema mno. Wao hata sasa wanaomba hukumu yako na ije, hukumu yako na ikae, kwa sababu wanangojea kuona haki ya Mwenyezi Mungu ikitekelezwa, ambayo haki yake haina makosa ya mahakama za kidunia. Haina. Haki tupu itatumika. Na hivyo lazima kila mmoja wetu atafikishwa. Uamini, usiamini, upende, usipende, uwe Mkristo, uwe Mhindu, uwe Muislamu, uwe mpagani, uwe chochote kile, lazima utafikishwa. Uwe tajiri, uwe maskini, uwe mweusi, mweupe, mwekundu, wa kijani, wa njano, kila mmoja wetu, kwa neno si la mwanadamu, si kwa mapenzi ya mwanadamu, kaagizo la Mungu wa mbinguni aliyeumba. Na pale hakuna upendeleo, kwa sababu Mungu hanunuliwi akawekwa mfukoni, kwa sababu Mungu hadanganywi wala huwezi kujificha kwake. Yeye anasoma mpaka yaliyoko moyoni. Kwa hivyo yeye ndiye atakayeweka mahakama hii, na kwa hilo kila mmoja wetu atafika mbele ya mahakama ya Mwenyezi Mungu. Ambao hawatafika ni wale tu ambao hawakuumbwa na Mwenyezi Mungu. Ni nani? Wote tu viumbe vya Mungu. Kwa hivyo wote kwa pamoja tutasimama katika mahakama hiyo. Na Paulo akiwaandikia Warumi, Mtume Paulo sura ya 14 ya Warumi mstari wa 12 anasema, basi ni hivyo, kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele za nani? Mbele za Mwenyezi Mungu.
Yaani wewe utatoa habari zako wewe mwenyewe mbele za Mwenyezi Mungu. Uamuzi utatolewa kuhusu habari hiyo, na habari ni hii ambayo nayo fahamu: hakuna mahakama ya appeal baada ya hapo. Hii ni mahakama ya mwisho. Uamuzi wake ni final. Hata hivyo, pata faraja hivi, uamuzi wake haukosewi, ndio maana inakuwa final. Wewe mwenyewe utasema hukumu zako ni za haki, kwa sababu utayaona uliyoyatenda, yatakuwa si siri kwako. Kwa hivyo hata ukisema uongo halafu na filamu ikaonyesha ulivyoyafanya, hata mwenyewe utasema kwa kweli, samahani kwa kuongopa, sasa hayo yote yaliyofanyika ni mimi nilifanya. Mimi mwenyewe nitasimama, na mimi mwenyewe nitaona, na mimi mwenyewe nitasema hukumu zako ni za haki. Nitabakia tu kusikitika ikiwa I didn't make it. Kwa hivyo uamuzi huu ambao wa mwisho utafanyika. Hukumu ina vipengele vyake hivi tatu. Kuna upelelezi, kutafuta habari, information kuhusu kesi zinazoendelea. Halafu kuna awamu ya pili ambayo ni ya kuendesha mashtaka. Nilitaka nipate mwanasheria jioni hii ya leo ajaribu kutusaidia, lakini sikumpata hapa. Halafu kuna hukumu yenyewe inapotekelezwa na kutangazwa. Inapotangazwa na kutekelezwa. Awamu hizo tatu ni muhimu. Tunaishi katika kipindi cha hukumu ya upelelezi. Taarifa zinawekwa sawa, kumbukumbu zinawekwa sawa. Mungu anafanya kazi hiyo sasa. Yapo yanayochunguzwa, hasa kwa wenzetu waliokufa tayari, vitabu vyao vinafungwa. Daniel sura ya 7 mstari wa 9 na wa 10 anasema, nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu. Mzee amekaa, Mungu mhukumu wa dunia amekaa, Mungu aliyeumba mbingu na nchi, yeye aliyesema usile tunda la mti ule, utakapokula utakufa. Yeye atatokea tena, yeye ambaye ni mtawala wa ulimwengu mzima, na katika mkao wa mahakama viti vya enzi vitawekwa. Kiti cha enzi, anaendelea kusema, kilikuwa miali ya moto, na gurudumu zake moto uwakao. Mto kama moto ukapita mbele zake, maelfu wakamtumikia. Hii ni mahakama ya Mwenyezi Mungu, haiwezi kuwa ya wanadamu. Sifa zake zinazoelezwa hapa ni mahakama ya mahakama zote. Baada ya hapo hakuna mahakama mingine. Kwa hivyo tunamuona viti vya enzi vimewekwa, tunamuona Mungu yuko pale, tunamuona na malaika, tunawaona na malaika pale. Danieli anasema wako pale. Ni nani mwingine tunayemngoja? Danieli 7 mstari wa 13, nikaona katika njozi za usiku, na tazama, mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu na mbingu. Kwa hivyo tunamuona Mungu katika kiti chake cha enzi, tunawaona malaika maelfu wamezunguka kile kiti cha enzi, lakini pia tunamuona aliye kama mwana wa Adamu, mfano wa Adamu, Yesu Kristo anaingia katika scene hii au tukio hili la mahakama. Huyo aliye mfano wa mwanadamu akamkaribia huyo mzee wa siku, wakamleta karibu naye. Kumleta karibu naye ni kwamba huyu aliyekufa kwa ajili yako na kwa ajili yangu, Mungu amemleta karibu naye kwa sababu anatawala pamoja na Baba. Yeye ni mfalme wa wafalme vile vile. Yeye vile vile ni mhukumu. Ana roles mbalimbali ambazo anazifanya, na mahakama ya mbingu utakuta ya kwamba ina tofauti kidogo na mahakama ya dunia. Si kwa kuieleza sisi, ni kama unavyoiona katika maandiko matakatifu. Kwa hivyo tuanze na habari njema ili hukumu ya Mwenyezi Mungu isiwe tishio kwako. Hukumu ya Mwenyezi Mungu inakuwa habari njema kwako, kwa sababu utakapofika kwenye hiyo mahakama, Mwokozi wako yupo. Mwokozi wako yupo, na Mwokozi wako yuko pale kwa ajili yako. You are not alone.
Kwa mahakama ya kutisha namna hii, ukifika huko peke yako unaweza ukajikojolea. Yesu yupo, haleluya, yupo. Unajua kwa nini Yesu? Ni kaka yako, haleluya, ni rafiki yako, ni ndugu yako, ni Mungu aliyeshuka, Immanueli, akasema mimi ni mwenzako. Shida ulizozipitia ninazifahamu kabisa, nina uzoefu nazo, tena nilipitia nyingi ambazo wewe hujazipitia, nikashinda kwa ajili yako. Na ikiwa ulishanichagua, njoo mahakamani with confidence. Nipo kwa ajili yako. Kwa hivyo hiyo ni habari moja njema ya mahakama ya Mwenyezi Mungu. Halafu si kwamba tu yupo. Yohana katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 na mstari wa 1 anasema, tunaye mwombezi, tunaye wakili kwa Baba, naye ni nani? Ni Yesu Kristo mwenye haki. Mwenye haki. Yeye ndiye wakili wako, usitafute wakili mwingine. Hakuna mwingine kwenye mahakama hii anayefaa kama Yesu Kristo. Yeye alilipa gharama. Kwa hivyo akisimama pale wakikushitaki, sheria inakushitaki, yeye anasema huyu alinichagua na nililipa gharama. Haleluya. Mwanangu huyu yuko huru. Na Baba anatingisha kichwa, ndio, huyu yuko huru. Tunaye mwombezi. Na nisikilize, nataka niweke mkazo hapa. Mwombezi wetu ni Yesu Kristo, na Yesu Kristo peke yake. Usije ukadanganywa, hakuna mwingine. Kwa sababu wengine wote tunahitaji mwokozi. Kwa hivyo tunaye mwombezi ambaye ni Yesu Kristo. Usije ukapindishwa kutafuta mawakili mwingine. Baki gumegume na Yesu Kristo. Na kwa wote walioeleza mahakama ya mbinguni, hakuna mwingine aliyeeleza ya kwamba kuna wakili wa namna nyingine. Wakili ni Yesu Kristo. Kwa hivyo mahakama imeketi mbinguni, na Yohana anaona na inaelekea kila mtu yuko mahali pale. Tutegemee nini zaidi? Danieli sura ya 7 na mstari wa 10 anasema, hukumu ikawekwa, vitabu vikafunuliwa. Mahakama Danieli ameanza kwa kuonyesha ya kwamba viti vya enzi vikawekwa. Akamwona mmoja kama mzee wa siku. Akawaona malaika wote, maelfu kwa maelfu, wako mbele ya kile kiti cha enzi, wamezunguka kile kiti cha enzi. Baadaye anaonyeshwa, anamuona aliye mfano wa wanadamu, anakuja, na mtumishi wa Mungu anatuambia huyo ndiye wakili. Ameingia katika ile tukio la hukumu. Anapongoja Danieli aone nini kinachofuata, anakuta vitabu vinapekuliwa. Vipo vitabu katika mahakama ya Mwenyezi Mungu, na nataka nikuambie, vitabu hivyo si kwa ajili ya Mungu. La hasha, Mungu hahitaji vitabu kuweka kumbukumbu. Yeye hakuna anachokisahau. Anaweza kuvitoa vyote kwa wakati wowote, milele zote, ndio maana yeye ni Mungu. Lakini vitabu vinawekwa kwa ajili yako mwanadamu, ambaye kwa wakati mwingine mambo hata ulioyafanya mengine huyakumbuki. Ni mpaka wafungue ubongo wako, waguse mahali kidogo na vipini, uanze kukumbuka mambo ya utotoni. Utayasema mwenyewe. Lakini hapa vitabu vikafunuliwa. Kumbe mbinguni kuna kumbukumbu zinazotunzwa. Maandiko yako wazi. Mhubiri sura ya 12 na mstari wa 14 unatoa ushauri mzuri. Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa ni nini? Ni mbaya. Na katika Danieli 7 mstari wa 13 na 14 anazungumzia huyu Yesu Kristo anayekuja na anamundu kuja kuvuna. Anasema naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ya milele. Huyu ndiye mfalme wa amani. Huyu ndiye mwokozi aliyekuwa Immanueli. Huyu sasa anasimama kama wakili wako, ni mwombezi wako. Yeye ndiye atakaye kuja kuvuna.
Unaye rafiki, mfanye rafiki. Mfanye rafiki kuliko mme wako. Mfanye rafiki kuliko mke wako. Mfanye rafiki kuliko rafiki yoyote uliye naye. Urafiki wake huyu unatija. It pays. Mfanye kuwa rafiki. Gharama aliyolipa kukufanya rafiki, no one else has paid. No one has. No one will. Ni yeye peke yake. Kwa nini usimfanye kuwa rafiki? Waebrania 7 mstari wa 25, naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao. Haleluya. Wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee. Basi kila mtu atakaye nikiri, Yesu anasema katika Mathayo 10 mstari wa 32 na wa 33, kila mtu atakaye nikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele za Baba yangu. Siku gani? Siku ile ya hukumu. Mimi nitamkiri na kusema, huyu ni wangu, damu yangu, damu yangu. Na kwa sababu hakuna aliyetoa damu ambayo ilileta wokovu wako, huna mwombezi mwingine, huna wakili mwingine, huna. Bali yeyote atakayenikana mbele za watu, nami nitamkana mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Haupo peke yako. Kwenye mahakama ya mwisho, the final judgment, kwenye mahakama ya mwisho, hauko peke yako. Yesu atasimama pamoja nawe. Yeye aliyesema, tazama mimi nipo pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahari, atasimama nawe mpaka dakika ya mwisho ya hukumu yako. Na hivyo moyoni mwako umemfanya kuwa Bwana, umemfanya kuwa Mwokozi, umemzingatia kwa dhati ya moyoni, na kusema ya kwamba damu yake Yesu mwana wake inanisafisha dhambi zangu, kama alivyoandika mtumishi wa Mungu katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza na mstari wa 7. Damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi zetu. Hiyo damu iliyomwagika pale si damu ya kawaida, ni damu ya pekee. Usichukulie mzaha, usichezee juu. Acha kufanya ubishani wa theolojia nayo. Pokea wokovu Yesu anaokupatia. Damu yake imelipa gharama yangu. Na wakati ule hata wa mahakama, kitu kimoja ambacho Yesu atabaki nacho milele na milele ni alama za misumari katika mikono yake. Kwa hivyo hata mahakama atasema, look at my hands. Ushahidi uko hapa visible. I paid the price. Set him free. Set her free. Guiltless. Hana hatia. Na yeye ndiye anayesema, akimonyesha Yohana katika Ufunuo sura ya 3 mstari wa 5, yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe. Haleluya. Wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima. Sitafuta kamwe, hasha, kamwe jina lake katika kitabu cha uzima. Nami nitalikiri jina lake mbele za Baba na mbele ya malaika zake. Mimi nitalikiri jina lake. Yuda alimsaliti Yesu Kristo, ikatokea aning'inie msalabani yeye mwenyewe, hana mtetezi. Yesu alimpenda Yuda, akamshughulikia Yuda kwa karibu mno, kwa upendo mwingi sana, kama anavyokushughulikia sasa. Yesu is so close to you than you realize. Anazungumza nawe na sauti ya upole in your conscience, akijaribu kukushawishi katika njia ya uzima na maisha ya uzima. Usije ukakubali kuwa kama Yuda. Msikie Yesu. Fika mahali useme na wewe kama Isaya alivyoandika 64 mstari wa 6, kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu, na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Matendo haya machafu ambayo ni matendo mema lakini hayana Yesu Kristo, ukishabandika tu
matendo hayo uyabandike tu na muhuri wa Yesu Kristo, una kitu cha kusimama nacho kwenye hukumu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mfanye Yesu Kristo aingie katika maisha yako. Yeye ndiye awe anayozaa matunda hayo mema katika maisha yako. Matendo mema yanayotokana na uwezo wangu tu is nothing. Yanayotokana na Yesu Kristo niliyemkaribisha katika maisha yangu, hayo matendo ndio. Mruhusu aingie katika maisha yako. Kristo kwanza, kabla ya kingine chochote katika maisha yako. Kwa sababu Daniel alipotupwa katika tundu la simba, Yesu Kristo alishuka akaingia kwenye lile tundu la simba, akayashika makana ya simba. Hakuna simba aliyemdhuru. Siku ya hukumu ya Mwenyezi Mungu, utakapowekwa kwenye tundu linaloitwa hukumu ya Mwenyezi Mungu, ili mradi wewe umemkubali Yesu Kristo, hakuna atakaye kugusa. Wewe ni wa Yesu Kristo. Ninamkubali Yesu awe mwombezi wangu. Naomba mkubali Yesu awe mwombezi wako. Mkubalie kabisa, usiende nusu nusu wala sehemu. Jitoe kabisa, jitose kwake. Sikiliza, Abraham si mwombezi wako. Nuhu si mwombezi wako. Lutu si mwombezi wako. Elisha, Eliya, wote hao manabii wakali. Musa si mwombezi wako. Enoki, japokuwa wako mbinguni, si mwombezi wako. Maria mama ya Yesu Kristo si mwombezi wako. Sio mwombezi. Hata yeye ana mwombezi, Yesu Kristo. Ndio maana Maria mama ya Yesu anatamani mwokozi wake. Mwanaye anamuita mwokozi. Hakuna mwombezi katika mchungaji. Hakuna mwombezi katika padri. Hakuna mwombezi katika kadhi. Hakuna mwombezi katika papa. Hakuna mwombezi katika mwanadamu ayaye yote. Mwombezi wako ni Yesu Kristo. Sikiliza kwa makini anachosema. Usisikilize kupitia kwa wengine, sikiliza kutoka kwake. Na ikiwa itapita kwa wengine, wapime na hicho Yesu alichokisema. Hiyo ndio njia ya usalama ya kutembea kwa kila mmoja wetu, pamoja na mimi ninayezungumza hapa nanyi. Niombeeni ninapowaombea. Nisimame katika njia ya Yesu. Amefanya yote na hakuna alichosaza. Nitakaposhindwa kwenye ile hukumu, ninajua tu itakuwa siku ngumu sana kwangu. Mbona niliyahubiri? Mbona niliyafundisha? Mbona niliyasikia? Mbona niliyaelewa? Lakini leo ninasikia, ondoka, sikufahamu. Nisaidie Mungu wangu. Nisaidie. Kuna mwingine anasema pamoja nami, Mungu nisaidie. Ninataka jina langu liandikwe kwenye kitabu. Nisaidie. Ikiwa ni kilio chako, simama pamoja nami. Kwa sababu usiku huu wa leo nina wito. Kwenye wito huu, Mungu is rather specific tonight. Kwa sababu pamoja na kumkubali Yesu Kristo, yeye ndiye awe mwombezi wako na wakili wako, lakini unajua kwamba I have never been right with God. Mungu wangu, Yesu wangu ambaye anasoma sirini na wakati wa hukumu hakuna kitakachokuwa cha siri. Hata sasa Yesu ananiona. I have never been right with Jesus Christ. Na usiku huu wa leo unasema, I'm so impressed by the power of the Holy Spirit's voice in my life. Na ninataka kutoa maisha yangu kwa Yesu Kristo. Wengine kwa mara ya kwanza kabisa. I have never done it before the way I'm doing it tonight. I'm convicted in my heart. I had never given my life to Jesus Christ. Wengine huenda ni kwa mara ya pili.
Kwa sababu unakumbuka, siku moja ulisema, ninayatoa maisha yangu kwa Yesu Kristo. But you realize now, kwa kweli nilifanya mzaha. I really didn't know what I'm talking about. Leo ninamsikia Roho wa Mungu akizungumza very specifically. I'm compelled in my heart. Kuna nguvu nisiyoweza kuizuia. Ninatoa maisha yangu kwa Yesu Kristo. Kundi hilo maalum usiku huu wa leo, na kuomba njoo kwa Yesu Kristo. Waimbaji watakapokuwa wanaimba, sikiliza hiyo sauti iliyo ndani yako. Tembea, njoo hapa mbele, tuombe pamoja nawe. Waimbaji. Wakati tuishimo ni hatari, wakati tuishimo ni hatari. Tazama dunia merikebu, imo katikati ya majini, upepo mawimbini ya nguvu, imekaribia kuzama, nahodha ameshatutangazia, tayari twaenda kuangamia. Wakati tuishimo ni hatari, najikabidhi kwa Baba yangu, nibebe kwako maisha, na yakabidhi uniokoe. Naomba niandikwe jina katika kitabu kule mbinguni, wakati wa mwisho umewadia. Kwa Baba yangu, nibebe kwako maisha, na yakabidhi uniokoe. Naomba niandikwe jina katika kitabu kule mbinguni, wakati wa mwisho umewadia. Unapoitazama dunia hii, mahali pa tulipo na tunapoenda, na bila shaka unaelewa Yesu yu karibu. Ijapo watu wengine wanadhani yapo vile vile ya zamani, ujue dunia imekwisha. Baba yangu, nibebe kwako maisha, na yakabidhi uniokoe. Naomba niandikwe jina katika kitabu kule mbinguni, wakati wa mwisho umewadia. Kwa Baba yangu, nibebe kwako maisha, na yakabidhi uniokoe. Naomba niandikwe jina katika kitabu kule mbinguni, wakati wa mwisho umewadia. Walio duniani hawajui dunia yaisha, uharibifu umejaa kote, kusema kuna amani, mauaji kila mahali, kusema eti ni kawaida. Tangaza wajue muda waisha. Baba yangu, nibebe kwako maisha, na yakabidhi uniokoe. Naomba
asifiwe. Mungu ni shahidi. Viwanja hivi ni shahidi. Mji wa Mombasa, wanaonisikia kwenye television, radio, ni shahidi. Wewe ni shahidi ya kwamba wakili wako ameinuliwa mbele yako na unafahamu ukweli huu, na ya kwamba unakubali au hukubali, hatatakiwa shahidi mwingine. Ninaamini hukuahirisha uamuzi wako, umekuwa mwepesi wa kusikia Roho wa Mungu anayezungumza nawe, na umeshinda ile struggle iliyoko moyoni mwako kwa kujitoa kwa Yesu Kristo. Yohana alipoonyeshwa akaandika maneno haya katika Ufunuo 21 mstari wa 27, juu ya mbingu mpya na ndani yake hakitaingia kitu kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima. Na walioandikwa ni waliomkiri Yesu Kristo na Yesu Kristo peke yake, kwanza kuwa Bwana na Mwokozi, pili kuwa mwombezi wao. Hawakuweka tumaini lolote kwa mwanadamu mwingine yeyote, ni kwa Yesu na kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo narudia kumaliza jioni hii, hautakuwa mahali salama popote pengine kando ya Yesu Kristo. Ninawaalika tuombe. Kwa mara nyingine tena hapa kwenye viwanja hivi vya Tudor Mombasa, umetufunulia kweli ya neno lako ambalo kwa akili za kawaida na hata akili zenye kina tunakiri ndio kweli ya Mwenyezi Mungu. Mwanadamu hata buni vya namna hii, hivi ni vyako na vyako peke yake. Lakini kwa sababu wewe ni Mungu wa upendo, umevifunua kwetu. Kuna wafalme hawana habari, kuna matajiri hawana habari kabisa, lakini sisi umetutunukia mbaraka wa namna ya ajabu, na tunaamini ya kwamba hii si bahati, it's not coincidence. Tunaamini Mungu wetu unatutafuta kwa ule upendo wako wa kweli wa kumtafuta mwanadamu uliyemuumba umrudishe nyumbani. Unatutafuta. Ninapenda nikushukuru kwa hao walioisikia sauti yako wakaja hapa mbele. Jina lako na litukuzwe. Wapokee kwenye viganja vyako, wakumbatie na joto la upendo wako, na waisikie sauti mioyoni mwao kisema, hawa nao ni wanangu niliowafia kwa damu yangu. Usikie uchovu wa msalabani ukiondoka, machozi yaliyokuwa ya kilio yageuke kuwa machozi ya furaha kwenye uso wako usiku huu wa leo, ya kwamba wapo wanadamu bado katika karne hii hapa Mombasa, na wengine majumbani kwenye television zao na radio zao, wengine on the internet, ambao wanaposikia Yesu alivyo halisi, wanaisikia ile sauti ya Roho Mtakatifu uliowapatia, wanakiri ya kwamba Yesu ndiye Bwana. Wamekiri ya kwamba wewe ndiye mwombezi wao. Naomba usimame badala yao mahali popote shetani atakapo washitaki, ili kwako wawe huru, tena huru kabisa. Jina lako na litukuzwe kwa ajili ya wengine wote ambao tumesimama mbele zako tukiomba jina letu liandikwe kwenye kitabu cha uzima. Mungu wangu, naomba kisiwepo chochote kitakachozuia. Ikiwa kipo, kivunjevunje, kikatekate, kiondoshe kabisa. Nipe uwezo huo wa kukubali kukutii. Tupatie uwezo huo wa kukubali kutembea katika nyayo zako, ili siku ile kweli uwe mwombezi. Na leo tunakiri, wengine wetu tuliogopa hukumu ya Mwenyezi Mungu, leo hii tunatamani hukumu yako ije. Leo hii tunatamani haki yako itawale. Leo hii umetupatia faraja ya kwamba tunaweza kuiendea hukumu yako bila woga, tena kwa furaha tele, kwa sababu kaka yetu upo pale.
Sasa ninaomba ujasiri huo utusaidie kuishi maisha ya ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Neema ya Bwana iwe pamoja nanyi, awalinde na kuwatunza. Malaika zake waambatane pamoja nanyi. Mkono wake wenye nguvu ya tiba, kulinda, kuponya, comfort. Mkono wake ule wenye nguvu ya kufuta machozi na kuondoa maumivu. Mkono wake ule ambao utatuondolea vilio vyetu vyote, na uwe pamoja nanyi usiku huu wa leo mpaka tutakapokutana kesho, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana atukuzwe.